nilikuwa na pita huko kwa mashushushu. Wanasemaje? Kamera zimemnasa Stefan Aziz Ki airport Dar es Salaam akiwa tayari anaondoka nchini Tanzania kwa ajili ya kwenda kushiriki ama kuungana na klabu yake mpya ya Wydad Athletic, kwa maana Wydad ya Casablanca, ambayo itacheza michuano ya kombe la dunia 2025 kwa ngazi ya club. Fixture yao ikiwa wamepangwa kuanza na klabu ya soka ya Manchester City. Acha bwana. Kwa Aziz Ki anacheza na Man City. Pep Guardiola. Aziz Ki uso kwa uso na Pep Guardiola. Atacheza. Why not? Lakini klabu si bado haijathibitisha kwamba ni Wydad au ni nani. Ila wamepokea. Ujue I don't know, naheshimu namna ambavyo wanaamua mambo yao yanavyoenda, ila bado naona inabidi tutoke huko. Labda ni makubaliano ya kimkataba. Kuna club, mimi nimemsikiliza yule Mtanzania aliyopo, kuna mtu nani yule? Kuna mikataba mingine anatoka Mashujaa huyo. Sawa, kuna mikataba mingine huwa hawataki klabu unamuuza utangazo, wanataka watangaze wao wenyewe kutokana na aina ya kibiashara, aina ya mchezaji. Lakini hata juzi baada ya mechi dhidi ya JKT kule jijini Tanga, Alex Ngai, mjumbe wa kamati tendaji, alikuwa akizungumza na waandishi wa habari, akasema kwa maana asilimia za Stefan Aziz Ki kusalia Yanga ni 2 na asilimia za kuondoka ni 98, kwa sababu watu hajatangaza, wameleta fedha nyingi na wanamhitaji huyo mchezaji haraka iwezekanavyo. Alizungumza hivyo mbele ya kamera. Ndio maana Wastara nakwambia na waheshimu maamuzi ambao wanakuwa nayo, na hii sio mara ya kwanza kwa Stefan Aziz Ki. Wakati Fiston Kalala Maele anaondoka, mashabiki wa Yanga paka siku ya Yanga Day walikuwa wanaamini Maele ataonekana uwanjani, sababu kuko na taarifa zozote ambazo zilitolewa kama Maele anaondoka. Sababu je, Wasara nikwambie, wachezaji mashabiki, wachezaji ndio huwa ni furaha yao. Kwa hiyo kwa kitu kama hiki kikitangaza, it means kwamba hata mashabiki watapata muda wa kumwaga mchezaji wao, kwa sababu mwangalia mchezaji kama Stefan Aziz Ki ni mmoja wa wachezaji ambao wamekuwa na mchango mkubwa sana. Mafanikio mengi ambayo Young Africans wameyapata toka alipojiunga nao, mengi wameyapata kupitia uwepo wake pia katika kikosi. Kwa hiyo ingewezekana ikawa pia ni wasaa wa mashabiki kumwaga mchezaji kutokana na tumeshawahi kuona timu nyingi tu jinsi ambavyo zinafanya. Kwa mfano kama leo mchezo wa Manchester City watakuwa nyumbani dhidi ya watakuwa wanacheza mchezo wao wa nyumbani, Kevin De Bruyne atakuwa ni wasawa kumwaga. Tumeshawahi kuona si tu kwa Manchester City, tumeona tu katika clubs nyingi. Inawezekana ikawa mkamtengenezea hata gado fana wachezaji wenzake uwanjani, lakini wengi mimi wengi naona ni free agents. Thomas Muller of course mbona maondoka wakati ule timu yako. Kwa hiyo Stefan Aziz Ki ameondoka kama free agent. No, yani anachozungumzia yeye wengi mimi nimewashuhudia. Hicho anachokisemea brain, it's okay. Kwa nini mimi naweza nikawatetea Yanga? Kama ni issue ya kibiashara, ni haki kuheshimu pia maamuzi ya kimkataba. Mfano hiyo kesi ya Fiston Maele, unajua alishiriki hadi uzinduzi wa jezi za msimu mpya. Lakini kilichokuja kutokea, nikuulize brain, umeelewa? Lakini wao walifanya of course utambulisho wa kipekee pia. Mimi nakumbuka mimi shabiki United, sisi tunamchukua Alex Sanchez kutoka Arsenal. United walihitaji wao wa kwanza kumtangaza Alex Sanchez. Kwa watu ambao wanakumbukizi. Kwa nini? Kuna vitu ambavyo kwa amearrange kutoka kwa Sanchez, na ilikuwa ni biashara nzuri sana. Licha kwamba ilikuwa kama barter trade, maana Mkhitaryan anatoka United anaenda wapi? Arsenal. Kilichofanyika, United tukamwandaa Sanchez, akapiga kinanda nini kila kitu. Na hata zilipokuja kuvuja taarifa kwamba kuna jezi zinasafirishwa kuelekea nchini wapi, Chile. Yule si Chile. Yale makontena yote yalikamatwa, maana zilikuwa jezi fake. Walikuwa wanafanya timing, maana ilionekana bwana kesho kutwa Sanchez anatambulishwa. Kwa hiyo akitambulishwa tu watu wafanye nini? Wafanye biashara ya jezi. Kwa hiyo zikakamatwa zile. Lakini United tulivyokuja kumtangaza yule mchezaji tulipata faida kubwa zaidi kwenye hata mauzo ya jezi. Kwa hiyo na heshima. Arsenal hawakutangaza lakini ikaonekana kama tetesi. Hata baadaye inapokuja kuonekana kwamba huyu ni mchezaji ambaye anaenda kutambulisha United, ni zile ambazo unaweza kama una uhakika lakini sio kwa 100%. Kwa hiyo kwa kiwango cha Aziz Ki na daraja ambalo kalionyesha Yanga, nikuulize swali brain, kama Wydad Casablanca of course ndo wamefikia makubaliano na Yanga, wao wanahitaji kuwa wa kwanza kumtangaza. It's okay. Japokuwa
Umeona Selemani Mwalimu. Kama ulitazama kama ulitazama kule kwa Selemani Mwalimu, unatazama ule utambulishi ambao alikuwa anafanywa Selemani Mwalimu ambaye anatoka kwenye klabu ambayo sio kubwa hapa Tanzania, ambaye hatambuliki sana kama ambavyo Stefan Aziz Ki. Why not kwa Stefan kuweza kumficha? Japokuwa sasa kwenye hoja inaweza ikafa tena baada ya kuona Selemani Mwalimu ambaye anaenda, of course yupo kwenye hicho kikosi. Anasema kwamba kuna vyombo vya habari hapa Morocco vimeripoti na nini, kwangu ni faraja nini. Of course hajamtangaza, ila sasa inakupa nguvu kubwa sana huyu mtu bwana kaua ile story ama taarifa na uzito wa wao kuweza kumtangaza mchezaji. Lakini bado mimi nasimama kama kuna makubaliano kati ya Yanga na Wydad, acha heshimike. Maana ni mchezaji mkubwa sana. Brain nakuelewa, si kama sikuelewi. Pointi yangu inawezekana haujaelewa. Nikuulize swali. Uliona Yanga akitoa taarifa yoyote kwamba Maele ameondoka hata baada ya kuondoka na kutangazwa Pyramids? Uliwahi kuona wakitoa taarifa yoyote? Yaani hiyo mpaka msimu kama ni makubaliano ni kitu ambacho lazima uheshimu. Pyramids walimtangaza Maele kabla msimu wa 2023-24 haujaanza, si ndio? Uliona Yanga akitoa taarifa hiyo? Huko tumeshatoka Brain. Mashabiki paka wanaenda uwanjani wanajua mchezaji yupo. Msimu umeshaanza, huko walikoenda ameshatangazwa. Nyinyi hamtoi taarifa. Kuna vitu ambavyo inabidi ujue tunavyozidi. Inawezekana hatujafikia kwenye professionalism huko. Tupo kwenye semi professionalism. Naelewa kwa kipindi kama hiki mchezaji ambaye bado Yanga hapo nayo. Achana na huko, ni mchezaji unasubiri Instagram huko, kumbe Yanga hapo shapost. Ni mchezaji ambaye ana mkataba. Inawezekana msimtangaze kwamba anaondoka, lakini baada ya msimu kisha tangazwa huko, ni wasawa kutoa taarifa kwa mashabiki wafahamu hivi nini kitatokea. Maana hapa comment yako kama mimi nimekuelewa, ana kuna blame kwamba Yanga haendani na wakati. Vipi katokea Wydad wakamtangaza afu Yanga akafuata? Ndio tusubiri, kwa sababu itakuwa ndio taarifa hiyo kwa umma pamoja na mashabiki zake. Mimi nafikiri kwamba tuwape muda Yanga, kama inakuja kutokea mbele ya safari ndio tutaamini kwamba ni sehemu. Hii issue imekuja kwa haraka kwa sababu Wydad wako kwenye maandalizi, wachezaji tayari wamesharudi kambini kwa ajili ya maandalizi ya Club World Cup. Kwa hiyo inawezekana ingekuwa si kwa hii Club World Cup, huenda angeondoka baada ya msimu kuisha, si ndio? Na maana je, hizo taarifa zingekuwa zimetolewa? Mimi nakuelewa Brain, mimi sitamani. Unajua kwa nini nakwambia Brain hivyo? Hivi kuna vitu ambavyo I really don't like. Si tu kwenye issue ya wachezaji. Kuna wakati inatokea mchezaji ana injury kwenye media, msemaji wa timu the way ambavyo wanatoa taarifa, hata kama ni kwenye mchezo mkubwa, wanatoa taarifa kwamba mchezaji yupo, anapigwa paka picha akiwa mazoezini. Siku ya mchezo mchezaji hayupo uwanjani. Hao mashabiki ambao unafikiri labda ukiwaambia utawajaza pressure, ndo lazima uwatengeneze nguo. Hiyo kesi Hamisa, ngoja niwaambie kitu. Unajua kwenye mpira wa Tanzania, mfano umeona Yanga saizi. Ndio. Yanga anaweza kukwambia Aucho anakozekana gani ni kweli. Kwa nini? Wana top quality players wa kutosha kwa saizi Yanga. Umenielewa? Ni ngumu sana ukisema kwamba saizi bwana Mpanzu anaweza kukosekana mechi ya RS Berkane. Unaweza kuchanganya mashabiki kabisa. Kama ile ilivyokuwa kwa Pacome wakati wanakwenda kukabiliana na klabu ya Mamelodi Sundowns. Home and away watu wanakosa game. Sio Pacome kwa mechi ya Azam sio imekwaje. Ukishakuwa na wachezaji wenye quality, muda mwingine una uhakika na umetengeneza timu, ile kitimu kwamba na uhakika kwenda popote nikapata matokeo. Muda mwingine zile taarifa huwa inakuwa ni yani ni kitu ambacho yani kinaweza kisiwe kizito sana ukatoa tu kawaida. Utoe taarifa. Lakini ukiwa na wachezaji wachache wenye quality ndio wakawa wanakosekana. Of course unatengeneza kama taharuki kwa wachezaji. Hayo ndo sio kwa wachezaji wako ukiwanja. Nani kwa of course kwa mashabiki tuseme. Sikiza Brain. Huu ndo wasawa kuwafanya mashabiki waupende mpira. Wasipende wacheza. Kwa kama unahofia kumtangaza mchezaji kwa sababu mashabiki umeona issue ya uwanja hii. Watu wana taarifa mapema lakini wamekausha. Ndio maana nakwambia Brain, lazima tukotoke huko, yani hatuwezi kukumbatia vitu kama hivi. Brain vimeshapita na wakati, lazima tutoke huko. Yani kama mashabiki sijui watakuwa na pressure. Kwa hiyo unamfanya shabiki sasa basi yeye awe anampenda mchezaji basi asiupende mpira. Lazima umfundishe mshabiki kuwa kuna mazingira mengi ambayo yatatokea kwenye timu. Kuna Yanga shatoa taarifa kwamba mchezaji asilimia za kubakia ni chache. Taratibu basi. Ila za kuondoka ni kubwa. Maana hiyo ni taarifa. Ila sema tu hajaweza kutoka wazi anaenda. Taratibu. Kuna nyinyi kama timu mnapaswa muwatengenezea mashabiki mazingira ya kwamba fahamu mpira ni mchezo wa biashara, mpira ni mchezo wa kugongana. Kwa hiyo muda wote injury inaweza katokea. Yani lazima tunyooke. Sio mchezaji anakuwa ameumia, at the end of the day unatoa taarifa ya kwamba hajaumia, yupo paka mchezaji anapigwa picha mazoezini, then siku ya mchezo eti yule mchezaji unamkosa. Tunapaswa tutoke huko. Hizi timu sasa hivi the way hapa ambapo zimefikia, hizo zilikuwa ni issues za kufanya miaka 5 iliyopita. Lazima tubadilike. Sawa, ni kuhusiana na Stefan Aziz Ki kuondoka katika klabu ya soka ya Young Africans, na tetesi zikiwa zinaendelea kushinikiza kwa maana nyota huyo atajiunga hivi
punde na klabu ya soka ya Wydad Athletic ambayo ni miongoni mwa klabu chache hapa Afrika zitakazoshiriki finali za klabu bingwa ulimwenguni kwa maana World Cup ambayo itafanyika mwezi wa 6 Juni 15. Kipute kinaanza kule nchini USA